Hello, karibu tena katika chaneli yetu. Leo tutakuwa tuna somo ambalo ni bora sana, ambalo litakusaidia katika kupandisha kiwango cha imani yako, na lina kichwa kinasema namna ya kuzuia kinachokuzuia. Namna ya kukizuia kile kinachokuzuia. Wengi kwenye maisha wanakutana na changamoto, wanakwama sababu ya vizuizi, na mara nyingi tunaona vizuizi ndio vimekuwa vikiwakwamisha watu kupiga hatua. Lakini leo ninakuja na siri za kukusaidia kuvizuia vizuizi, namna ya kuyazuia yale yanayokuzuia. Kwa sababu kama utaweza kuyazuia yale yanayokuzuia, basi utaweza kwenda mbele. Lakini kama yanayokuzuia hautaweza kuyadhibiti, yataweza kuendelea kukuletea changamoto na vile vile yataendelea kukuzuia siku zote. Lakini kama utaweza kuyazuia yale yanayokuzuia, basi ni hakika ya kwamba utakwenda mbele katika maisha. Ndugu yangu, hii unaweza ukasema how to resist your resistor. How to resist your resistor. Watu ambao wanaufahamu kwa kiasi kwa ajili ya umeme, tutaelewana vizuri sana tutakapokuwa tunaendelea na hili somo na kujua ya kwamba ni namna gani mtu anaweza kuyazuia yale yanayomzuia. Na kama utafanikiwa kufikia hatua ya kuyazuia yale yanayokuzuia, basi ni wazi ya kwamba unakwenda viwango vingine. Na katika maisha na katika kanuni za kawaida za umeme, tunajua ya kwamba ukinzani au resistance inakuwa inasababishwa na mambo kadhaa, ambayo unasema kuna urefu wa waya, kuna surface area, yani ile ukubwa, unene wa hiyo waya, lakini kuna material ambayo yanatumika kutengeneza hiyo waya. Hayo yote yanachangia kuweza kuathiri ukinzani au kuongeza ukinzani wa katika sakiti ya umeme. Sasa leo nitakuwa ninakufundisha namna ya kuzuia yale yanayokuzuia, na kila kitu ambacho kinazuia utii wako kwa Mungu, basi hicho ni ukinzani. Unapaswa kukizuia kabla hakijakuzuia, kwa sababu kama kitasimama kama pazia mbele yako, kitakuzuia kumwona Mungu na wema wake, basi kitakukwamisha. Na mimi nitakufundisha namna ya kukizuia, namna ya kugeuka kuwa pazia kwa ajili ya hiyo pazia inayotaka kukuzuia. Kwa hivyo ndivyo ambavyo tutakwenda. Kipingamizi, tambua kipingamizi chako. Kwanza, hili ni jambo la kwanza. Ili uweze kukizuia hicho kizuizi chako au kiweze kukipinga hicho kipingamizi chako, ni lazima uweze kukijua ni kipingamizi cha namna gani, au kijue ni kizuizi cha namna gani. Wako watu ambao wamekuwa wakizuiwa na hofu. Hofu imegeuka kuwa ni kipingamizi cha mambo yao mengi. Hawezi kuyaona, hawezi kusogea, hawezi kufika hatua fulani kwa sababu ya hofu. Hivyo hofu ni kipingamizi. Sasa kama utaianza kuitazama hofu kama kipingamizi kakuzuia, basi hakikisha ya kwamba leo hii unatambua ya kwamba namna ambavyo utaweza kusimama na kuizuia hiyo hofu. Unaweza ukapitia kwa haraka kitabu cha Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 7 utaona. Lakini pia maisha ya mazoea, comfort zone, hiyo inaweza ikawa ni kizuizi cha pili. Mtu umezoea maisha fulani, unataka ukae hapo tu uendelee kubaki hapo. Hapana, kwenye maisha comfort zone highlight growth. Ukitaka kukua kwenye jambo lolote, haupaswi kukaa kwenye mazingira ambayo ni tulivu sana. Mazingira tulivu sana hayana ukinzani wowote, yanazuia ukuaji, yanakufanya ubaki kwenye level hizo. Lakini pale unapopambana na hali mbalimbali unazibadilisha, ndipo ambapo unajikuta unakuwa. Lakini hapo unaweza ukasoma katika kitabu cha Kutoka 14:11 hadi 12. Naona Wanaisraeli walikuwa kitamani, wanasema bora tubaki huko Misri. Lakini ukisoma unaona walipopita kwenye ukinzani, bahari ilikuwa ni ukinzani, ilitaka kuwazuia, wakaizuia, wakapita katikati yake na wakavuka kwenda nchi ya ahadi, kwenda ng'ambo. Lakini pia kizuizi kingine kinaweza kikawa ni
kuzoelea mambo kupita kiasi au mazoea yaliyopita kiasi. Kama utakuwa na mazoea yaliyopita kiasi, vile vile yanaweza yakawa ni kizuizi, over familiarity. Naweza ukajikuta pengine unapata neema ya kukaa na mtumishi wa Mungu, nakaa mume wako labda ni mtumishi wa Mungu, rafiki yako ni mtumishi wa Mungu, wewe unamchukulia kama rafiki tu, hauchukui upande wa pili, utaishia kuzuiwa, hautaweza kupata ile faida ya ile neema nyingine aliyoibeba. Lakini kama utamtambua kama mtumishi wa Mungu, ni mume wako ndio, lakini vile vile unamtambua kama mtumishi wa Mungu kwako, basi utapokea hata neema zile alizozibeba. Lakini jambo lingine linaweza kukuzuia ni sauti za watu wanaokukatisha tamaa. Ukisoma kama Hesabu 13:31 utaona habari za watu waliokuwa wanakatisha tamaa, basi ikawa pia ni kizuizi, majitu yakawa ni kizuizi kwa watu hawa. Lakini jambo lingine ni tamaa za mwili. Tamaa za mwili, ukisoma Wagalatia 5:17 unaanza kuona hapo ya kwamba mwili utamani ukishindana na roho. Kwa mwili pia unakuwa ni kizuizi cha mtu kufanya mambo ya rohoni. Kwa namna ya kuweza kukizuia kizuizi chako ndiyo ambayo tutakuwa tunaendelea kuona. Ukitambua, basi utaanza kuona. Na sio kila upinzani unatoka kwa shetani. Upinzani mwingine unatoka ndani ya mitazamo yetu wenyewe, unatoka ndani ya fikra zetu wenyewe. Kwa kama tutaweza kuanza kuzuia vile vinavyotuzuia, tunajikuta tunakwenda mbele zaidi. Lakini jambo la pili, elewa asili ya upinzani. Elewa asili ya upinzani au asili ya hicho kizuizi chako. Kama utaelewa asili yake, itakusaidia. Kwenye umeme tunaposema resistor huwa haikati kabisa mkondo wa umeme, haizuii kabisa circuit kutokupitisha umeme, lakini inapunguza kasi, inaleta ukinzani. Na maana palipokuwa panapaswa umeme upite kwa kasi, unazuiwa, unapita kwa tabu, unapita kwa shida, unakuwa hauna flow nzuri. Ni kama ambavyo maji yalikuwa yanatiririka kwenye mkondo wake, ikatokea namna watu wakafanya blockage, wakaweka vitu vya kuzuia, wanakata katikati ule mkondo, maji yanaanza kujaa pale kwenye ule mkondo, au wakaweka nyavu, basi anaanza mpaka ili yapite, anapita kwanza kwenye ile nyavu. Huo ndio ukinzani. Unapunguza kasi. Unakuta ulikuwa na mambo fulani, unapenda ibada, unapenda mifungo, lakini unapenda kusoma neno la Mungu, unakuta kuna mambo yanaanza kutokea, yanakuvuta nyuma, yanakupunguzia kasi. Kwa leo ndio tunatazama namna ya kuyazuia hayo yanayokuzuia. Na kipingamizi unaweza kukuta hakikuzuii kuomba kabisa, lakini kinakupunguzia bidii ya kuomba, uthabiti, kinakupunguzia utii. Basi hivyo ndivyo naona kama Bwana Yesu alivyowahi kusema katika Mathayo 26:41, anasema roho iladhi lakini mwili ni dhaifu. Roho iladhi lakini mwili ni dhaifu. Watu wengi wanaendelea mbele taratibu na kusitasita au kucheleweshwa sababu ya ukinzani au kizuizi. Kwa vizuizi vinawafanya watu washindwe kuendelea mbele kwa kasi ile ile, na wakati mwingine wanashindwa kuendelea mbele, wanakuwa wakisita. Basi hakikisha unakuwa na ufahamu wa kuweza kuvizuia vile vinavyokuzuia. Lakini namba 3, ili kuweza kuvizuia vizuizi vyako ni ongeza nguvu au tunasema ongeza voltage ya kiroho. Ili uweze overcome resistance, you must to add up voltage, kwa sababu voltage na resistance haziendi sawasawa, zinaenda kinyume. Unapoongeza voltage, basi unaweza ukaushinda ukinzani. Kwa hivyo voltage ya kiroho unahitaji nguvu kubwa zaidi. Hiyo voltage ya kiroho ni maombi ya mifungo. Soma mfano Mathayo 17:21. Soma neno la Mungu, soma Warumi 10:17. Inasema wazi ya kwamba imani chanzo chake ni kusikia. Lakini vile vile sifa na ibada. Kuwa na muda wako binafsi wa kumsifu Bwana, kuwa muda wako binafsi wa ibada. Hii ipo katika Mambo ya Nyakati 20:22. Hiyo pia ni jambo lingine la kukusaidia. Lakini jambo la 3 ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Matendo 1:8 anazungumza habari ya kwamba mtapokea hiyo nguvu akisha kuajiria Roho Mtakatifu. Kwa hapa ndipo napaswa kujua ya kwamba ukiwa na nguvu kidogo, nguvu ya umeme ikiwa kidogo, ikakutana na ukinzani mkubwa, basi hakuna maendeleo mazuri au mwendelezo mzuri wa huo mkondo au mtiririko wa umeme uliokuwa unakwenda. Kwa jambo lingine ambalo unapaswa kulijua ili kuweza kuzuia kile kizuizi kinachokuzuia ni kubadilisha
mzunguko au badilisha mazingira na mienendo. Badilisha mazingira na mienendo. Hii itakusaidia sana kuyazuia yale yanayokuzuia. Wakati mwingine tatizo sio kipingamizi, bali ni mazingira. Unakuta mazingira ambayo unakuepo. Ndio maana hata katika Zaburi moja anasema usikae barazani pa wenye mizaa. Sheria ya Bwana ndio ikupendeze. Jitenge na mazingira ambayo yanakuzuia kuishi maisha ya utakatifu, yanakuzuia. Jiepushe nayo, kaa mbali nayo. Wewe ulikuwa mlevi, umeokoka au umeanza kumwamini Mungu na kumfuata Mungu, achana na mambo ya kusema naenda kununua maji ili nikae nakaa baa ili ninywe maji. Hapana, nunua maji yako, kaa nyumbani, kunywa nyumbani kwako. Achana na habari za kwenda kukusanyika mahali ambako utakwenda kushawishika kufanya mabaya. Mfano, Yusufu alikuwa amekimbia, alikuwa amelazimishwa zinaa, mke akampenda mwenyewe, anataka kulala naye na ni mke wa bosi wake, akamkimbia. Kwa kufanya vile alijikuta amejiepusha, amezuia kile kilichotaka kumzuia, akawa amepenya. Lakini kama angebaki anashangaa na kemea. Kuna vitu vya kukimbia, kuna vitu vya kukemea. Ukikemea vitu vya kukimbia havitapata matokeo, lakini vile vile ukikimbia vitu vya kukemea unakuwa vile vile haupati matokeo. Mapepo ya kemea, uzinzi kimbia, tamaa za usherati kimbia. Kwa kama ni pa kukimbia kimbia, kama ni pa kukemea kemea. Ukifanya hivyo itakusaidia kuleta ubora katika hatua zako ya kuzuia vile vilivyokuwa vinakuzuia. Lakini Yesu alijitenga kwa ajili ya kuomba. Mara kadhaa tumeona Yesu akijitenga na umati, akipata mahali pa kwenda kutulia na kuomba. Kwa kuna mambo huyaombei, unayakwepa. Hiyo ni heshima. Mtu ukiona lazima kuletea ugomvi, unamkwepa. Ana mizaa mingi, unamkwepa. Sio lazima ukutane naye. Lakini tumia kizuizi kujenga uwezo. Tumia hicho kizuizi au upinzani au kinzani. Tumia hiyo resistance kujenga uwezo wako. Pale kinapokusukuma ndipo unafanya mazoezi ya kuwa imara zaidi. Kwa yale yanayokusukuma usiyachukie, yatumie kujenga uwezo wako. Ukijenga uwezo wako, basi hata yale yaliyokuwa yanakusukuma, yanakuzuia, basi unaanza kuyaweza kuyashinda. Hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia majaribuni au mkiangukia katika majaribu mbalimbali. Kusoma Yakobo 1:2-4 anazungumzia kwa habari ya majaribu. Kwa mtu akisha kuyashinda majaribu, ukishinda ukinzani, kwa sababu lengo la jaribu sio kukupaka rangi, lengo la jaribu ni kukuangusha. Kwa kama ukaliweza kulishinda, ina maana unapata mastery fulani, unapata nguvu fulani ya kukufanya uendelee kusonga mbele. Kwa hivyo anasema hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiingia katika majaribu. Kwa unaonyesha kiwango cha ukomavu wako, lakini vile vile upinzani unakuandaa kwa majukumu makubwa yajayo. Kama uliweza kushinda hili, ina maana inakupa utayari wa kuweza kushinda mengine yaliyoko mbele yako. Kwa ukinzani usiuchukie, ni namna ya kukusaidia kuwa bora zaidi. Lakini jambo la 6 ambalo litakusaidia kuyazuia yale yanayokuzuia ni kubaki umeunganishwa kwenye chanzo. Stay connected to the source. Stay connected. Kama wewe ni umeme, uendelee kupita hapo, baki umeunganika katika socket yako. Kama utakuwa umejichomoa, umetoka kwenye chanzo, basi uwezi ukaushinda ule ukinzani. Ndio maana Bwana Yesu anasema pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya jambo lolote. Kusoma Yohana 15:5, basi kama pasipo yeye sisi hatuwezi lolote. Hakikisha ya kwamba unabaki kwake, hapo utaweza kuyazuia yale yanayokuzuia. Bila hivyo basi utakuwa kama waya, hata ikichomolewa kwenye source hakuna namna upinzani ulioko ndani ya ile waya utaondoka. Lakini inapobaki imechomekwa kwenye chanzo chake, chanzo inapochukua umeme, basi inajikuta inaendelea kuwa na uwezo wa kudhibiti na kushinda ule ukinzani, na umeme ukaendelea kutiririka kwenye mkondo vizuri. Kwa kushindwa kwa wengi hakutokani na mashambulizi, bali kukosa muunganiko wa kila siku na Mungu. Kwa kikosa muunganiko na Mungu wa kila siku, basi unajikuta unashindwa. Hata yale uliyokuwa unapaswa kuyazuia, basi yanakuzuia. Kwa hakikisha una muunganiko mzuri na Mungu, na simama kwa imani. Kataa hofu, kataa uvivu, kataa mwili na vishawishi vyake. Hii itakusaidia
kuwa kwenye mtiririko wa lile kusudi la Mungu lililopo katika maisha yako, na utapinga kila kinachoweza kukupinga, utakizuia kila kinachoweza kukuzuia katika jina la Yesu. Na kama somo hili limekuwa baraka kwako na umeyaona yale ambayo unaweza ukayazuia, ninakuombea baraka za Bwana ukayashinde, ukayavuke, mengine ukapite juu yake, mengine ukapite katikati yake, huku ukienda zako. Hiyo ndio njia ya kuweza kuyazuia yale ambayo yanakuzuia. Nimekutajia hizo njia 6 za kuweza kuyazuia yale yanayokuzuia. Zingatia, lakini subscribe kwenye channel yetu hapo, ili ujumbe huu uendelee kuwafikia wengi wanaokutana na vipingamizi, waweze kushinda katika yale ambayo yanawashinda. Mungu akubariki sana. Unaweza ukatuandikia hapo kwenye comment, lakini vile vile ukasema na lolote hapo, ili tukajua kama umefuatilia ujumbe huu, uendelee kuwa baraka kwa watu wengi zaidi. Mungu akubariki sana. Karibu tena katika chaneli yetu kujifunza na kujipatia mafundisho kama haya. Mimi ni ndugu yako Mwinjilisti Japhet Katana, ninakuaga kutoka katika studio zetu hapa. Nina appreciate sana uwepo wako. Bye bye. Thank you.